Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia, ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri mbili za Yesu Kristo katika kitabu cha waraka wa pili wa Wakorinto sura ya 1. Leo tutajifunza siri mbili za Yesu Kristo katika kitabu cha waraka wa pili wa Wakorinto sura ya 1. Tutaanza na siri ya kwanza. Salamu na shukrani za Paulo baada ya dhiki. Wakorinto wa pili sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 11 nasema: Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, na Timotheo ndugu yetu, kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto, pamoja na watakatifu wote walioko katika nchi yote ya Akaya. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote, atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote, kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu. Kwa kuwa kama vile mateso ya Kristo yanavyozidi kwetu, vivyo hivyo faraja yetu inazidi kwa njia ya Kristo. Lakini ikiwa sisi tu katika dhiki, ni kwa ajili ya faraja yenu na wokovu wenu, au ikiwa twafarijiwa, ni kwa ajili ya faraja yenu, ambayo hutenda kazi yake kwa kustahimili mateso yale tuteswayo na sisi. Na tumaini letu kwa ajili yenu ni imara, tukijua ya kuwa kama vile mlivyo washiriki wa yale mateso, vivyo hivyo mmekuwa washiriki wa zile faraja. Maana ndugu, hatupendi msijue habari ya dhiki ile iliyotupata katika Asia, ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu, hata tukakata tamaa ya kuishi. Naam, sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu, ili tusijitumainie nafsi zetu, bali tumtumaini Mungu awafufue wafu, aliyetuokoa sisi katika mauti kuu. Namna ile tena atatuokoa, ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa. Ninyi nanyi mkisaidiana nasi kwa ajili yetu katika kuomba, ili kwa sababu ya ile karama tupewayo sisi, kwa msaada wa watu wengi watoe shukrani kwa ajili yetu. Nini tunajifunza hapa? Tunachojifunza hapa, tunaona jinsi Paulo alivyokuwa anafanya kazi ya Mungu kwa kujitoa sadaka kupitia dhiki nyingi, paka na kukata tamaa. Lakini hakukata tamaa kwa sababu alikuwa anajua anachokifanya. Hivyo hata sisi anatufundisha, wale ambao ni wafuasi wa Yesu Kristo, tuliojikana nafsi zetu na kumtafuta Yesu Kristo kwa nguvu zote, tuenende hivyo hivyo pasipo kukata tamaa. Lakini jambo lingine tunalojifunza hapa, Paulo aliendelea kubariki sana watu wote bila kubagua, kwa namna jinsi alivyosema Wakorinto wa pili sura ya 1 mstari wa 2 naposema:
Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo, kudhibitisha kwamba hata sisi tunapaswa tuwe watu wa kubariki daima. Tuwatendee mema watu, tuwavute watu, tuwavute kwa kuwatendea mema na kuwaombea baraka, kwa sababu baraka anayetoa ni Mungu, bali sisi tumepewa kinywa tu ili tupate kuziachilia baraka za Mungu zishuke. Kitu kingine tunakumbushwa hapa, dhiki inapozidi kwa watu ndipo neema nayo inazidi zaidi. Maana hapa Paulo anapotuonyesha kwamba pale dhiki ilipozidi na neema ilizidi ya Yesu Kristo. Lakini ukweli uko wazi, Yesu Kristo aliuendea msalaba na mitume wake kwa mateso sana, na walipopitia wanafunzi wale na yeye Yesu Kristo mateso makali, dhiki ilikuwa kubwa, lakini neema ilikuwa kubwa sana. Ndiyo maana ikanifikia mimi, mtu niliyekuwa mbali, nimesahaulika kabisa na nimetengwa na mataifa. Hiyo ndiyo formula ya Mungu jinsi ilivyo. Wakati mwingine unaweza ukajipima mwenyewe ukajua kwamba nimekaribia neema au la. Pale unapopitia dhiki ujue umekaribia neema, na neema inakuwa ni maradabo ya pale. Ushuhuda uko wazi sana. Hata Ayubu aliwahi kupitia dhiki, lakini baada ya dhiki faraja ilikuwa imekuja mara mbili yake. Siri ya pili, ahadi ya Mungu. Wakorinto wa pili sura ya kwanza mstari wa 12 hadi 24 inasema, kwa maana kujisifu kwetu ni huku, ushuhuda wa dhamiri yetu, ya kwamba kwa utakatifu na weupe wa moyo utokao kwa Mungu, si kwa hekima ya mwili bali kwa neema ya Mungu, tulienenda katika dunia, na hasa kwenu ninyi. Maana hatuandiki ninyi neno ila yale msomayo au kuyakili, nami natarajia ya kuwa mtayakili hayo hata mwisho. Vile vile kama mlivyotukiri kwa sehemu, ya kwamba sisi tu sababu ya kujisifu kwenu, kama ninyi mlivyo kwetu sisi katika siku ile ya Bwana wetu Yesu. Nami nikiwa na tumaini hilo, nalitaka kufika kwenu hapo kwanza, ili mpate karama ya pili, na kupita kwenu na kuendelea mpaka Makedonia, na tena toka Makedonia kurudi kwenu, na kusafirishwa nanyi kwenda Uyahudi. Basi nilipokusudia hayo, je, nalitumia kigeugeu? Au hayo ni ya kusudiayo na ya kusudia kwa jinsi ya mwili, kwamba iwe hivi kwangu kusema ndiyo ndiyo na sio sio? Lakini kama Mungu alivyo mwaminifu, neno letu kwenu si ndiyo na sio. Maana mwana wa Mungu Kristo Yesu aliyehubiriwa katikati yenu na sisi, yani mimi na Silwano na Timotheo, hakuwa ndiyo na sio, bali katika yeye ni ndiyo. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndiyo. Tena kwa hiyo katika yeye ni amani, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu, naye ndiye aliyetutia muhuri, akatupa arabuni ya Roho mioyoni mwetu. Lakini mimi namwita Mungu awe shahidi juu ya roho yangu, ya kwamba kwa kuwahurumia sijafika Korintho. Si kwamba tutatawala imani yenu, bali tu wasaidizi wa furaha yenu. Maana kwa imani yenu mnasimama. Nini tunafundishwa tunaposoma waraka huu? Cha kwanza tunaambiwa kwamba ahadi ya Mungu ni ndio daima. Maana Mungu akiahidi ni kweli. Lakini cha pili tunaambiwa kwamba Mungu ndiye anayewafanya watu wawe imara. Pasipo Mungu mtu hawezi kuwa imara, wala hawezi kupata nguvu za kutenda kazi yake. Kwa maana hiyo, Paulo alikuwa anaonyesha jinsi gani walivyopata ujasiri, lakini si kwa nguvu zao, bali ni Mungu alikuwa pamoja nao.
Lakini pia kingine tunafundishwa kwamba ukiwa mfuasi wa Yesu Kristo, unayetii sauti ya Yesu Kristo kwa roho na kweli, uwe na uhakika kwamba utaurithi uzima wa milele, kwa sababu kwa Mungu yote ni ndio, hanaga hapana. Hata neno la Mungu linasema, Waebrania 1:11, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo yasiyoonekana. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.